Swala la ajira, upendeleo ni mkubwa kama nilivyosema mwanzoni. Zanzibar wanapewa kipaumbele kikubwa. Watanganyika nafasi za ajira zinaminywa, zinaondolewa, wanaleta wawekezaji kwa ajili ya kuwasaidia Wazanzibari, madalali wale, ili kusudi waendelee kupora rasilimali zetu. Maisha ya Watanganyika yamekuwa ni magumu. Juzi mafuta katika soko la dunia yameshuka bei kwa zaidi ya shilingi 1900. Lakini Tanganyika mafuta EULA anatangaza eti mafuta yameshuka kwa shilingi 30, si 30. Hii ilikuwa ni dharau sana. Yalipopanda tu kidogo, EULA walitangaza kupanda increment kutoka 2200 mpaka 3300 ngapi, si na 800. Leo 4500 kwenye maeneo mengi. Kwa sababu gani? Eneo hili la mafuta ni eneo ambalo limetawaliwa na watu wao na wao hawa wafanyabiashara, na wakishirikiana na madalali wa kimataifa. Wafanyabiashara wakishirikiana na madalali wa kimataifa. Halafu ukiangalia wale asilimia kubwa ya watu wanaoagiza mafuta ni wa kutoka Zanzibar. Wakikuta watu wa kutoka huku, sio, yani hakuna Mtanganyika anayeweza kupewa tenda ya kusupply mafuta, ya kununua mafuta, ya kuagiza mafuta ndani ya nchi hii. Wote wanaopewa na tenda za kuagiza mafuta ni watu wenye ngozi nyeupe. Hamjiulizi nyinyi? Leo Tanganyika inatawaliwa na watu wenye ngozi nyeupe. Hamjiulizi nyinyi? Madini yote yameenda na watu wenye ngozi nyeupe. Makaa ya mawe, si ndio? Mnakumbuka watu akina Rostam Aziz ndio mataikuni wa makaa ya mawe. Rostam Aziz ni ngozi nyeusi, ni ngozi nyeupe hii. Tunataja kwa sababu ni mtu ambaye anafanya kazi. Mfano tumeambiwa swala zima la gesi, eti wananchi watumie gesi wakati John Pombe Magufuli alipokuwa madarakani. Gesi kale kamtungi kadogo kaliguza shilingi 11,000. 11,000 John Pombe Magufuli akiwa madarakani. Kale kamtungi kadogo kaliuzwa shilingi 11,000. Tena sehemu zingine shilingi 8,000. Leo as we speak kale kamtungi kadogo kaliuzwa 27,000 mpaka 34,000. Kadogo kale 34,000. Kale kamtungi kakubwa kale kalikuwa kanauzwa shilingi 18,000. Kakati kale leo kanauzwa shilingi 64,000. Sitajua kama mnanielewa nyinyi Watanganyika. Lakini mfanyabiashara anayeshughulika na mambo ya gesi ni nani? Gesi sio yetu tena, ni huyu comprador. Huyu comprador wa makaa ya mawe ambaye ni dalali wa kimataifa. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunanyonywa kabisa sisi, tunafilisiwa kabisa sisi, tunazuiwa kwenda kuokota kuni polini. Alimradi huyu nawaambia Watanganyika, nawaambia, yani Mtanganyika, mbuga sio zenu. Mbuga zimeshanunuliwa. Hawa viongozi wameuza mbuga, na ili kuthibitisha kwamba zimeuzwa hizi mbuga, wewe Mtanganyika ukipita pale mbuga ukienda kuokota kuni unapigwa risasi, na anayekupiga risasi ni Mtanganyika mwenzetu ambaye ametoka kwenye familia masikini. Nyinyi hamjiulizi? Nyinyi hamjiulizi? Ukipita kwenye mbuga unapigwa risasi, mtu masikini anaenda kuokota kuni tu zile anaambulia risasi. Halafu mtu anatoka kule anaenda kuchimba madini kwenye mbuga na anapewa, anasindikizwa na polisi, anasindikizwa na jeshi la wananchi ndani ya nchi yetu. Hii ni dharau kubwa sana. Amkeni Watanganyika, kule tunakoelekea ni kubaya zaidi. Tukinyamaza leo, huko tunakoelekea ni kubaya zaidi. Kila mtu atafikiwa. Ni saa ya ukombozi, ni sasa. Na katika kumalizia hotuba yangu, nataka niwaambie Watanzania sasa, kuna maandamano yametangazwa ya tarehe 7 mwezi wa 7.
Watanganyika wote ninawaomba na ninawataka wote wafatao, wote Watanganyika wafatao, msilale nyumbani, tuende tukaandamane kwa ajili ya mambo yafuatayo. Tuende kuandamana kwa ajili ya haki ya matibabu katika nchi yetu, tupate haki za matibabu katika nchi yetu. Maandamano haya yawe ni maandamano ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya afya katika nchi yetu. Tuende tukaandamane kwa ajili ya kudai haki ya ardhi, ya umiliki ardhi na umiliki halali wa ardhi katika nchi yetu. Twendeni tukaandamane kwa ajili ya haki ya kumiliki ardhi. Twendeni tukaandamane kwa ajili, nyinyi wafugaji, mkaamke, msilale, mkaamke siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, tukaandamane kwa ajili ya kuhakikisha kwamba upolaji na mauaji ya wafugaji katika nchi hii yamekoma tena, hayatakuwepo katika nchi hii tena. Muamke asubuhi na mapema siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kuhakikisha kwamba wafugaji wa nchi hii hawauawi tena katika nchi hii, hawafukuzi tena kwenye maeneo katika nchi hii, hawapori tena ng'ombe zao katika nchi hii, na hawafilisiwi tena na mifugo yao. Wafugaji, amkeni, siku hiyo ni siku maalum sana kwa ajili yenu sisi, kwa ajili yetu sisi wafugaji wa nchi hii. Nyinyi wakulima wa pamba, nyinyi wakulima wa mahindi, nyinyi wakulima wa mbazi, nyinyi wakulima wa mazao mbalimbali, amkeni. Hiyo ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, ni siku ya kuamka mapema ili kuenda kuhakikisha kwamba tunakataa mambo ya AMCOS yanayoenda kunyonya Watanganyika, yanayoenda kunyonya wakulima wa nchi hii. Tunakataa kwa dhati na tunapinga kabisa kuletewa mbolea feki na mbegu feki kutoka nje. Hiyo ni siku ambayo tunatakiwa tuunganishe sisi nguvu, wakulima katika nchi hii, tudai na tukatae utumwa katika nchi hii tena. Hatutakubali tena kudharauliwa wakulima, hatutakubali tena kunyonywa tena katika nchi hii. Muamke, ni siku muhimu sana ya tarehe 7 mwezi wa 7. Ninyi vijana ambao hamna kazi, hamna ajira ambazo zimefanywa kuwa ni za kundi fulani la watu, ninawaomba sana muamke nyinyi vijana. Najua vijana mko aina nyingi. Kuna vijana ambao mmetoka kwenye mafunzo ya JKT, mmetoka huko lakini hamna kazi. Ninawahamasisha, siku hiyo ni siku ya muhimu sana kwenda kudai ajira, kwa sababu ajira wanapewa Wachina, ajira zetu wanapewa wageni kinyume na sheria. Tuamke tukatae kwamba sasa hatuwezi kukubali ajira zetu ziwe zinachukuliwa na wageni. Hatuwezi kukubali ajira zetu ziwe zinachukuliwa na Wazanzibari. Hatuwezi kukubali. Lazima tuamke asubuhi na mapema tukadai ajira zetu sisi Watanganyika. Tuadai ajira zetu sisi Watanganyika. Hatuwezi kuwa tuna ajira, tuna watu magraduate kila siku, watu mainjinia wapo wamemaliza, madaktari wapo wamemaliza, walimu wapo wamemaliza, wahasibu wapo wamemaliza, watu wa utalii wote wamemaliza, wote wamemaliza, watu wa medicine wamemaliza, watu wa pharmacy wamemaliza. Halafu wanakaa mtaani eti unaambiwa kwamba uendeshe bodaboda. Hii ni dharau kubwa, na niwaambie Watanganyika wote, nyinyi magraduate wenzangu, tuamke. Hiyo ni siku ambayo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ajira iwe ni kipaumbele. Tunapata ajira kwa Watanzania. Ninyi ambao ni jobless, nyinyi ambao ni graduate, ambao mko mtaani hamna kazi, ninawahamasisha Watanganyika wote kabisa kwa ujumla wenu. Hiyo ni siku muhimu sana ya kuhakikisha kwamba tunaleta mageuzi makubwa ya kimfumo katika suala zima la ajira, na kuondoa ajira za upendeleo.
Mimi nitakuwepo mbele zaidi, nitaamka asubuhi na mapema kuhakikisha kwamba ajenda zote hizi tunaenda kuzisimamia kwa ukweli na uwazi na kwa ukweli kwa moyo wetu, na hakuna mtu atakayetuzuia. Tutaenda kwa heshima bila kumgusa mtu, lakini ujumbe utakuwa ni ujumbe mkubwa kuhakikisha kwamba tunaleta mageuzi makubwa ya ajira na upatikanaji wa ajira katika nchi yetu ya Tanganyika. Nadhani mnanielewa. Nadhani mnanielewa. Nyie bodaboda nyinyi mmefanya kuwa daraja la wanasiasa kujipatia fedha. Bodaboda, machinga na mama ntilie mmefanya kuwa daraja la viongozi kujipatia sympathy na kujipatia uhalali, legitimacy ya kuongoza, kwa sababu wanawatumia ninyi kama daraja la kujipatia popularity. Baadaye, baada ya uchaguzi, mmetupwa kama ganda la ndizi, mmetupwa kama ndala za chooni, hamruhusiwi kufika pahala popote. Sasa nyinyi wa machinga mnaofukuzwa katika kila maeneo, hiyo ni siku maalum sana ya tarehe 7 mwezi wa 7 kuhakikisha kwamba tunaenda kupambana kuhakikisha kwamba kwa machinga tunaheshimika katika nchi hii. Bodaboda tunaheshimika katika nchi hii. Mama ntilie tunaheshimika katika nchi hii. Magufuli aliwapenda machinga, Magufuli aliwapenda bodaboda, na Magufuli aliwapenda mama ntilie. Sio hawa wanaoleta maigizo ya kuwaita kwenda mpaka kuongea nao kwenye mikutano mikubwa, wanawahadaa. Magufuli aliwapenda Watanzania. Magufuli aliwapenda Watanganyika. Nyerere aliwapenda Watanganyika. Kwa dhati ya moyo wake alijitoa muhanga kwa ajili ya Watanganyika, na ndio maana hakugusa hata rasilimali yoyote kuwapa Waarabu au wazungu. Magufuli hakugusa hata rasilimali yoyote kuwapa au kuiuza katika nchi yetu. Badala yake hawa viongozi wawili walilinda heshima na ardhi ya Tanzania, walilinda heshima na ardhi ya Tanganyika kwa wivu mkubwa sana. Viongozi wengine wameuza madini, wameuza mbuga, wameuza mashamba, wameuza maji, wameuza bandari, wameuza kila kitu. Tukatae, na nawaomba hata nyinyi wachimbaji wadogo mnaofukuzwa kwenye maeneo yenu kila siku, wanapewa Wachina na wanapewa wageni, muamke siku hiyo asubuhi na mapema kuhakikisha kwamba maeneo yetu tuliokuwa tunachimba yanarejeshwa na tunapewa heshima ya kuchimba katika uchimbaji wetu mdogo katika maeneo yetu. Hakuna mtu atakayetudharau tena, hakuna mtu atakayetufukuza tena kwenye maeneo yetu ya uchimbaji wa madogo ambao tunajipatia riziki. Tuamke asubuhi na mapema. Hiyo ndio salamu yangu kwa watu wote, hiyo ndio salamu yangu kwa makundi yote. Amkeni asubuhi na mapema. Tarehe 7 mwezi wa 7 ya maandamano itakuwa ni siku ambayo kila Mtanganyika aamke asubuhi na mapema kwa ajili ya ukombozi wa nchi yake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa kijana mzalendo David Levin Kindikwa. Namba ya simu 0665 0685 4463 43. Namba ya simu 0685 4463 43. Asanteni kwa kunisikiliza. Mimi naitwa kijana mzalendo.